You're welcome. Shujaa arejeapo kutoka vitani hupongezwa, na hata mwindaji atokapo mawindoni na kitoweo hupokelewa kwa shangwe, furaha, ndelemo na vifijo kuashiria ushindi na mafanikio aliyoyapata. Vivyo hivyo Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, ni desturi yetu kuwapongeza wale wote wanaopeperusha vyema bendera yetu kitaifa na kimataifa katika mashindano mbalimbali. Na leo Juni 18, 2025, uongozi mzima wa Chuo Kikuu cha Dodoma umewapongeza wanafunzi walioibuka kidedea katika mashindano ya ICT Huawei 2025. Ndio maana tunasema we take UDOM to the world. Tunawapongeza vijana wetu kwamba mlikuwa wasikivu, na nilipokuwa ninawaagiza hapa kwamba mrudi na medali, najua mmerudi na medali mnazo. Kwetu sisi kama chuo, kwa kweli mmetupa heshima kubwa sana, lakini pia kama nchi mmetupa heshima kubwa sana. Huu ushindi sio mdogo. Najua kwanza mchakato wenyewe wa ushindi na mashindano kuanzia hapa chuo kikuu kwenyewe, hapa mlikuwa mnashindana, mkaenda kwenye ngazi ya taifa, mkaenda kwenye ngazi ya kanda ya Afrika, alafu kwenda kwenye ngazi ya kiulimwengu. Haikuwa kazi ndogo. Mmeonyesha kwamba Tanzania ni taifa ambalo linaweza kushindana hapa duniani, tena katika ulimwengu huu wa teknolojia. Mataifa makubwa mlikuwa mnashindana nayo, au wanaotoka mataifa makubwa, nadhani walipokuwa wanasikia Tanzania, wengine walisikia mara ya kwanza katika mashindano hayo. Kwa hiyo kama msikia mara ya kwanza, najua huyu sasa, huyu ndio anatoka wapi, anakuja kutusindikiza. Badala yake mkawageuza wao wakawa wasindikizaji. Hii ni heshima kubwa sana kwenu, ni heshima kubwa sana kwa chuo chetu, lakini ni heshima kubwa sana kwa Tanzania. Manake mnafungua milango mingi kwa ajili yenu, kwa ajili ya Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia kwa Watanzania. Manake kwenye ulimwengu wa tehama na teknolojia za kidijitali, Tanzania itaonekana, UDOM itaonekana, na ninyi mtaonekana. Nami niungane tu na wenzangu kuwapongeza kwa mlichokifanya. Mlikabidhiwa bendera hapa na makamu mkuu wa chuo, kama alivyokuwa amesema kwamba mliambiwa hata mkishindwa bado mmeshinda. Unajua ile ya Mandonga ile. Unaikumbuka Narudisha bendera, lakini ni kwamba makamu mkuu wa chuo hutapokea bendera peke yake, utapokea na zawadi ya ushindi. Ninawapongeza kwa ushindi wenu na kuwashukuru kwa kutuwakilisha. Mmewakilisha UDOM, mmewakilisha Tanzania. Hongereni sana. Walivyoanza UDOM ilikuwa wanafunzi 364, ambapo wakachujwa katika level zote mpaka kwenye global wakaenda wanafunzi 4. Unaona jinsi gani ulikuwa ni mchakato mkubwa na wenye competition kubwa sana. Ninawaambia wananchi kwamba tunaenda kwenye udahili wa wanafunzi. Ninawashauri wachague Chuo Kikuu cha Dodoma kwa wanaotaka kusoma masomo ya tehama, na waje ndaki ya sayansi ya kompyuta na elimu angavu. Hawatojutia, kwa sababu wanafunzi wetu wamekuwa wakishinda na watoto wao wakija watashinda, kwa sababu sisi tumejipanga kuendelea kushinda siku zote. Kwa natakiwa umalize mtihani ndani ya masaa 8. Haijalishi utaambiwa muda wa kula upo, lakini wewe utaamua unaenda kula au unamaliza mtihani. Kwa kuna ambao walioenda kula, of course tulikuwa tunawashangaa, yani unaendaje kula hapo? Una deni hapa, dakika zinahesabu, dakika za mtihani zinahesabu, afu unaenda kula. Kwa of course ilikuwa ni very competitive, na watu walikuwa ni wengi. Kwa Afrika tulikuwa na timu na wanafunzi 98, yani 98 kutoka vyuo tofauti. Kwa hiyo tumeshindana, tumefanya mtihani ndani ya masaa 8, kwa track yao wamemaliza, na sisi pia tulifanya ndani ya masaa 8 tukamaliza, muda ukaisha, tena ulikusanywa. Kwa kilichofuata pale ni kusubiria majibu. Sasa hapo kwenye majibu ndio pressure zilikuwa zinaanza sasa.
Yaani unajiuliza kwamba tuna bendera ya chuo. Narudi mikono mitupu au vipi? Lakini tulijipa moyo kwamba sisi ni washindi. Hatutatoka mikono mitupu. Sisi UDOM hatupimwi kwa maneno, tunapimwa kwa vitendo na matokeo yanaonekana. Langu jina ni Robert Mawia, mpaka wakati mwingine. Bye bye.